Wangapi walikuwepo kwenye ibada ya asubuhi? Hongereni sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Tumekuwa na ibada nzuri na Mungu ametuhudumia kwa jinsi ya pekee, na tuna kila sababu kumshukuru Mungu wetu kwa sababu anatupenda. Nataka nizungumze neno kujua nyakati. Kwa wale ambao wanaweka kumbukumbu zao, nataka kuzungumzia neno kujua nyakati. Kujua nyakati. Tunapozungumzia kujua nyakati, inaambatana na majira. Nyakati na majira ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Kujua wakati, nyakati zilizopo na ni majira gani ambayo yapo sasa, ni mambo ambayo nataka nizungumzie, na Bwana ameweka moyoni mwangu mambo haya machache kwa ibada ya leo, kujua nyakati. Katika Biblia tunao wana wa Yakobo au watoto wa Israeli. Maana Yakobo alibadilishwa jina kutoka Yakobo na akaitwa Israeli. Akaitwa Israeli. Kwa nini alibatizwa na kuitwa Israeli? Yakobo kwa maana halisi, kwa lugha ya asili, maana yake ni mjanja, na ujanja wake unapatikana pale ambapo alimlaghai ndugu yake Esau, na kisha Esau akawa ameuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Yakobo alitumia ujanja. Kuna ujanja ambayo Yakobo alifanya kumdanganya ndugu yake, lakini sio hiyo tu, aliweza kumdanganya hata baba yake mzazi ambaye ni mzee Isaka, kwani baada ya Esau kwenda mawindoni kwa ajili ya kutafuta mawindo na kisha mhudumia baba yake, maana baba alihitaji ambariki Esau kama mzaliwa wake wa kwanza, baada ya kuona muda wake pia umeenda na ni muda wa uzee umefika. Mzee aliona siku zake pia zimekaribia ya kuondoka katika ulimwengu huu. Sasa ndipo alipompa kijana wake maagizo kwamba aende mawindoni kisha apike chakula kizuri, kile ambacho baba yake huwa anapenda kutumia. Na Esau alifahamu hiyo. Baada ya kwenda mawindoni, kumbe yakawa ametumia ujanja pamoja na mama, wakachinja mwana mbuzi, wakawa wamefanya vile walivyofanya, siwezi kuelezea. Na baadaye baba akapikiwa chakula na akahudumiwa. Mwisho wake baba alitoa baraka kwa Yakobo badala ya Esau, ambaye ndiye alikuwa ni mdogo wa Esau. Kwa hiyo jina hili lilionekana kama Yakobo, maana yake mjanja au mdanganyifu kwa lugha nyingine. Unaona? Sasa baada ya kuendelea, basi alitaka baraka za Mungu, na kwa lugha nyingine alitumia ule ujanja, na baada ya kutumia ile ujanja, siku ile malaika akampa jina la Israeli. Apewa jina la Israeli, na huyo Israeli aliweza kufanyika taifa, kutimiza agano la Mungu ambalo Mungu alipatana na Ibrahimu. Yakobo huyo alikuwa na uzao wa wana 12 ambayo wanatajwa katika Biblia. Na katika wana wa Yakobo kuna kijana anatamkwa, na ni kijana mdogo anaitwa nani huyo, kama naweza kupata wale wenye akili zaidi? Naftali, nafikiri. Naftali, kama si Naftali, mtafutie na wale wanaosoma Biblia. Katika watoto wa Yakobo ni Naftali ni nani? Wanatajwa kwamba ni kabila ambalo Mungu aliwasifia kwa sababu walikuwa ni watu wenye akili, watu wanayefahamu nyakati, watu wanayefahamu majira. Wanatamka watoto hawa, na hawa ndio waliofanyika viongozi
sana hata katika vita vile vya Wayahudi au vya Israeli kati ya makabila. Wao ndio walikuwa wanaongoza vita vile, na ni watu ambayo wanasifika hata kujua shabaha. Kujua shabaha, ni watu wanayejua vita zaidi katika watoto hawa 12. Huyo kijana mmoja nimepoteza jina, lakini anasifiwa kwamba yeye ndiye aliyekuwa anafahamu sana nyakati. Iko namna hiyo. Sitaki niende huko sana, nisumusie kile ambacho nimekiandaa kufuatana na hekima ya Mungu kubwa. Mungu ametupa majira na nyakati. Mungu ametupa majira na nyakati, na Mungu huwa anatimiza makusudi yake kupitia mambo mawili makuu. Kwanza, huwa anatimiza jambo lake kwa wakati, lakini pia anatimiza kusudi lake kwa majira. Na ni vitu viwili vya muhimu ambayo ni lazima mwanadamu afahamu. Kuna mambo makuu ambayo Mungu huwa analitimiza kusudi lake. Jambo la kwanza, huwa anaangalia ni majira gani anaweza kufanya jambo hili. Lakini pia jambo la pili, kwa wakati gani. Kwa hiyo kama Mkristo ni lazima ifike wakati fahamu kabisa kwamba, ujue kabisa kwamba ndio. Asante sana. Wana wa Isakari, ubarikiwe. Mungu akutie nguvu katika hilo. Walikuwa wanaitwa wana wa nani jamani? Isakari. Afadhali kuwa na wasomi pia wa Biblia wanasaidia, nimesahau. Wana wa Isakari, hawa ni watu ambayo wanasifiwa kuwa na akili sana, na ni watu ambayo walikuwa wanajua nyakati na majira ya Mungu. Na hawa pia walifanyika viongozi katika Israeli nzima, kuongoza vita, kuongoza majira, kuongoza wakati. Kuna wakati Mungu anataka atimize kusudi lake. Hawa ndio walikuwa wasemaji wakuu kwamba ni wakati wa Bwana sasa kufanya jambo fulani, ni majira imetimia ya Bwana kufanya jambo fulani. Utamkumbuka hata Danieli wakati wa Israeli wanapelekwa kifungoni kwa miaka 70 huko Babeli, ambaye kwa sasa ni Iraki nafikiri. Wamepelekwa kwa miaka 70 kifungoni, lakini Danieli akiwa amesoma vitabu, na kwa sababu nafikiri Mungu amempa neema ya kujua majira na wakati. Ukisoma kitabu cha Danieli inasema kwamba kwa kusoma vitabu nikakuta kwamba majira na wakati wa Bwana imetimia ya Waisraeli kurudi kwao, kutimiza vifungo vyao ambayo walikwenda kutumikia kwa sababu ya makosa waliokuwa wameyafanya. Kwa hiyo Danieli aliongoza mkutano mkubwa wa Israeli wa Kiyahudi kurudi Yerusalemu na kujenga hekalu ya pili. Wakati ni kwa nini amefanya hivyo? Majira yale yalitimia, wakati ule umetimia, na kwa sababu yeye anafahamu wakati wa Bwana, majira ya Bwana, basi tayari anawahabarisha watu, na watu walijiandaa, na taarifa ilienda kwa kiongozi wa Babeli, na aliwaruhusu watu wa Mungu, maana yule hakuwa na lolote la kuwazuia. Maana wakati wa Mungu unapofika na majira ya Mungu, hakuna ambaye angeweza kusimama mbele ya jambo lote lile lisitekelezeke. Unaona, unakuja kujiuliza maswali kwamba kama Danieli asingekuwepo nini kingetokea? Unarudi historia ya wana wa Israeli. Ibrahimu baada ya kukosea aliambiwa uzao wako, yeye atamaliza kwa uzee mwema, lakini uzao wake utakwenda kuchukua adabu yake na watakao tumane kwa miaka 400. Lakini alikosekana mtu anayefahamu wakati na majira ili kusudi la Mungu liweze kutimilika. Wale watu walikaa kwa miaka 430. Kuna sindio ya miaka 30 ambayo ilikuwa hakuna kwa Mungu. Kwa nini wamekaa miaka 30? Kwa sababu alikosekana ambayo angeweza kutambua nyakati kwamba imefikia wakati na muda ambaye tumepewa kuwepo hapa imefika mwisho wake. Baadaye Mungu ndiye akamtumia Musa. Wakati huo Mungu sasa ametumia njia nyingine mbadala, maana aliona hakuna anayefuatilia, hakuna anayefahamu
wakati hakuna anayefuatilia alama za nyakati, ndipo Mungu alipomwinua Musa kwenda kuwatoa huko Misri. Kumbe angekuwepo mtu wangetimiza miaka 400 wangetoka kurudi kwao, maana muda wao ulikwisha kutimia. Hata sasa kuna umuhimu wa kufahamu majira na nyakati. Kwa nini? Kuna vitu vingi ambayo watu wa Mungu wanataka Bwana watendee, Bwana afanye kwa ajili yao. Inafika wakati na majira Mungu anakusudia kufanya jambo, lakini yule ambayo anatendewa hajui. Yule ambaye anatendewa hajui. Ni masika, watu wanafikiri ni kiangazi. Ni kiangazi, watu wanaomba na kufunga mvua inyeshe. Inatokea hayo kiangazi, lakini watu wanaomba Mungu afanye nini? Mvua inyeshe, ambaye si majira yake wala si wakati wake. Kuna wakati Mungu anapenda kufanya jambo kwa maisha yetu. Kuna wakati watu wanabeba mahitaji kwa muda mrefu, na kwa kubeba mahitaji haya inafika majira ya Mungu kutimiza kusudi lake kwa mtu huyo ambaye ameomba kwa muda mrefu, lakini kwa sababu hajui nyakati, hajui majira hayo, yeye amebaki alivyo. Hayo ndio hatari sana. Kitabu cha Mhubiri ya 3, Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza, msomaji asome. Mungu huwa anafanya kazi kwa majira na kwa nyakati. Lazima ufahamu hiyo. Lakini pia huwa anatimiza ahadi zake kwa wakati na kwa majira ambayo amekusudia kufanya hayo. Kwa hiyo lazima kujua majira ya Mungu ni yapi na wakati wa Mungu ni upi. Ukijua haya, utabaki salama katika maisha yako ya kiroho, na hutaterereka wala hutayumba kwa chochote kile, sababu tayari unafahamu wakati wa Mungu na kwa majira ya Mungu kwamba sasa ni wakati wa Bwana kufanya jambo. Hata katika ibada kama hiyo, watu wengi wanapata shida mno. Kuna wakati Mungu anahudumia, kuna wakati Mungu anasema na watu, kuna wakati Mungu anataka kuweka kitu katikati ya watu, lakini anakozekana ambayo anafahamu ni majira ya Mungu sasa kufanya jambo. Kuna wakati Mungu anapenda kuweka karama za Roho Mtakatifu. Kuna wakati Mungu anataka kuweka huduma, anawekewa nani? Wakati ambao unatimia Mungu afanya jambo, washangaaji ni wengi. Tunashangaa. Na Mungu haende na washangaaji. Ambia rafiki yako, Mungu hatembee na washangaaji hata siku moja. Mungu anatembea na watu wenye akili, wanayefahamu wakati na majira yake. Huyo ndiye ambaye Mungu anamtafuta na anamtumia. Unajua, kukosa kujua majira na wakati ni hatari. Mnamfahamu mzee Zakaria? Nani? Kuhani mkuu kabisa, ambaye ameitumikia madhabahu kwa muda mrefu, lakini bahati mbaya mzee wa watu hakujua wakati wala majira. Inafika majira ya Bwana na wakati wa Bwana kutimiza ahadi yake ya mke wake Elisabeti kuchukua ujauzito na kumzaa Yohana, ambaye ameandaliwa kumtangulia Yesu na kutengeneza njia ya Yesu na kumhubiri Yesu Kristo kwamba anakuja nyuma yake, kama unabii ulivyokuwa umetabiriwa. Mzee anakwenda kufanya kazi ya ukuhani, malaika anakuwepo, anazungumza naye kwamba Bwana, ni wakati Bwana anasema mke wako Elisabeti katika uzee wake, wakati mama na miaka 60, atachukua ujauzito na atamzaa mtoto wa kiume na jina lake utamuita Yohana. Mzee anamwambia haitatokea hiyo. Kwanza, kwa umri aliyo naye mke wangu wa miaka